Manuari za Marekani zitateketea ikiwa Iran itashambuliwa tena. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Brigedia Jenerali Said Majid Mousavi amesema Iran itajibu uchokozi wowote wa adui kwa mashambulizi ya muda mrefu na yenye kuumiza, akibainisha kuwa meli za kivita za Marekani zitapata hatima sawa na vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Asia Magharibi. Katika onyo lake kwa kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati, CENTCOM, Jenerali Mousavi alijibu taarifa za mipango ya Marekani kufanya mfululizo wa mashambulizi mafupi lakini makali yakilenga miundombinu ya Iran. Ameandika katika ujumbe wake kwamba mmeyaona yale yaliyotokea katika vituo vyenu katika eneo lenu. Hatima sawa na hiyo itazikumba meli zenu za kivita. Onyo hilo linakuja wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kupokea taarifa maalum mnamo Alhamisi kutoka kwa kamanda wa CENTCOM Admiral Brad Cooper kuhusu mipango mipya ya uwezekano wa shambulizi la kijeshi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mawasiliano hayo yanaashiria kuwa Trump anafikiria kwa uzito kuhusu mashambulizi ya kijeshi ya kiwango kikubwa ili kuvunja mkwamo katika mazungumzo au kutoa kile jarida la Axios ilidai kuwa ni pigo la mwisho kabla ya kumaliza vita. Ripoti hiyo ilisema CENTCOM imeandaa mpango wa mfululizo wa mashambulizi mafupi na makali dhidi ya Iran yanayoweza kulenga miundombinu muhimu. Pendekezo jingine lisilo la kimantiki linalotarajiwa pia kuwasilishwa linahusiana na kudhibiti sehemu ya mlango wa bahari wa Hormuz ili kufungua upya kwa meli za kibiashara, operesheni ambayo inaweza kujumuisha vikosi vya nchi kavu. Axios, chombo hicho cha habari kinachounga mkono utawala wa Israel, kimedokeza pia kuwa chaguo jingine lililowahi kujadiliwa na huenda likafufuliwa tena ni operesheni ya vikosi maalum kwa ajili ya kupora akiba ya Iran ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu. Axios ilimnukuu Trump akisema Jumatano kuwa anaona mzingiro wa baharini dhidi ya Iran kuwa wenye ufanisi zaidi kiasi kuliko mabomu, ingawa bado yupo wazi kwa hatua za kijeshi ikiwa Iran haitasalimu amri. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilifanya mashambulizi makali kwa muda wa siku 40 yakilenga mali za kijeshi za Marekani na Israel katika eneo baada ya pande hizo mbili kufanya hujuma za kigaidi dhidi ya maafisa wa ngazi za juu wa Iran pamoja na miundombinu ya kijeshi na kiraia. Marekani ililazimika kutangaza upande mmoja kusimamisha mapigano kwa wiki mbili ambao ulimalizika Aprili 8 ili kuruhusu mazungumzo kufanyika Islamabad, na hata hivyo mazungumzo hayo yalivunjika baada ya Marekani kushindwa kupata kile ambacho hawakuweza kukipata kwa njia ya mashambulizi kama ambavyo walitaka kufanya hivyo. Hata hivyo, mvutano kati ya Marekani na Iran unazidi kuwa mkali. Wakati huu rais wa Iran Masoud Pezeshkian amewajia juu wa Marekani akiwaambia kwamba wasithubutu kufanya mashambulizi kama walivyofanya mnamo tarehe 28 mwezi wa Februari, kwani wakati huu atakutana na upinzani wa hali ya juu kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Masoud Pezeshkian amesema kwamba katika nyakati ambazo Iran haitokuwa na simile itaweza kushambulia kila mahali, lakini pia itaweza kufanya mashambulizi kwa kutumia silaha za kisasa ambazo kimsingi bado hazijatumika. Ameonya kuwa Iran itajibu mashambulizi makali yawe ya muda mrefu ama muda mfupi ya Marekani na Israel endapo wataanzisha mashambulizi hayo. Tehran imesisitiza kuwa inaendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, hali inayotia doa mipango ya Marekani ya kuunda muungano wa kimataifa wa kufungua tena njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Miezi miwili tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, njia hiyo muhimu ya bahari bado imefungwa, hali inayokatiza karibu 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Hatua hiyo imepelekea kupanda kwa kasi kwa bei ya nishati duniani na kuongezeka kwa hofu kuhusu hatari ya kudorora kwa uchumi wa ulimwengu. Na huko mjini Tehran, mifumo ya ulinzi wa anga imesikika usiku wa kuamkia leo, huku mashirika ya habari nchini humo Tasnim na Fars yakiripoti kuwa mifumo hiyo ilianzishwa ili kukabiliana na ndege ndogo za kijasusi bila kutoa maelezo ya ziada. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.